Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea na darsa zetu za kabla salati al-isha, kukumbushana kwa madakika machache kuhusiana na mambo muhimu ambayo yanapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Leo tutazungumzia ibada ambazo zinapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan peke yake. Nayo ni ibada ya funga ya mwezi wa Ramadhan ambayo imefaradhishwa, haipatikani katika miezi mingine. Funga zote zinazofungwa katika miezi mingine ni funga za sunna ambazo zimefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa funga zinazopatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan ni funga tofauti. Hii ni funga ya faradh, ni funga iliyolazimishwa na fadhila zake ni kubwa kuliko funga zozote nyinginezo. Lakini vile vile katika mwezi wa Ramadhani inapatikana ibada ya qiyamul layl, salatu tarawih. Na ibada hii kwa ujumla watu wengi wanaichukulia kwa wepesi, lakini kusema kweli ni ibada nzito, kwa sababu hukumu yake ni sunna muakkada, ni sunna iliyotiliwa mkazo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika miezi mingine salati ya qiyamul layl itaitwa tahajjud au qiyamul layl, lakini ni tofauti na salat tarawih, kwa sababu tahajjud na qiyamul layl ni swala zinazosaliwa na mtu binafsi peke yake. Anaamka usiku peke yake, anatawadha na swali, baada ya kulala anaamka. Lakini salati tarawih ni sala ambayo inasaliwa jamaatan, pamoja na kuwa inajuzu kuswaliwa peke yako, lakini imesuniwa kuswaliwa jamaa. Kwa hiyo ni swala ambayo inapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na sio lazima ulale uamke, la, unaunganisha vile vile baada salati al-isha. Kwa hiyo ni swala ambayo ina msingi yake ya kisheria na inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ni moja katika ibada muhimu ambazo tunatakiwa tuzifanye ndani ya mwezi huu. Swala ya tarawih ni qiyamul layl, ni kisimamo cha usiku. Tofauti yake na qiyamul layl na zile swala za miezi isiyokuwa ya Ramadhani, hii tarawih inakuja ndani ya mwezi wa Ramadhan tu, na qiyamul layl ipo katika siku zote nyingine. Na imeitwa tarawih kwa sababu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa kiiswali, walikuwa kila baada ya kuswali raka 4 wanapumzika, kama tarwih, yani kujipumzisha kutokana na kisimamo kirefu. Walikuwa wanasimama kisimamo cha kirefu, kwa hiyo baada ya raka 4 wanapumzika kidogo, wanavuta pumzi, alafu wanaendelea. Kwa hiyo kutokana na ile kupumzika ikaitwa salatu tarawih, swala ya kujipumzisha. Jina limetoka katika hiyo sababu ambayo masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakiifanya. Na katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo tunaisoma mara nyingi, inasema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanachuoni wa Kiislamu wanazungumzia kwamba man qama maana yake hapa ni tarawih, pamoja na kuwa baadhi ya wanachuoni wamesema man qama maana yake aloswali swala zote za faradhi, kwa sababu faradhi ni swala ya lazima. Haiwezekani mtu akaswali tarawih akaacha faradhi halafu akasamehewa madhambi, haiwezekani. Lakini kilichokusudiwa hapa man qama, baadhi ya wanachuoni wanasema ni salati tarawih, kwa maana atakayesimama kusimama salati tarawih atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Hii hadithi ni muttafaqun alayhi. Fadla za kusimama usiku kuswali kwa Muislamu ni kubwa sana, na swala za usiku, ndugu zangu Waislamu, ni miongoni mwa ibada zenye fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa ujumla wake. Miongoni mwa fadhila hizo, ya kwanza ni sababul maghfira min adh-dhunub, ni kusamehewa kutokana na madhambi. Utakaposwali swala za usiku, kusamehewa madhambi. Lakini ya pili ni dalili ya sidqul iman, ni dalili kwamba imani yako ni ya kweli ukiwa umejizoesha masala ya kuswali hizi swala za usiku. Lakini faida ya tatu na fadhila ya tatu ni al-iqtida' bin nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kuigiza alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Lakini faida ya tano ni fursat al-idrak lailatul qadr, ni kwamba mtu akijizoesha kuswali hususan katika mwezi wa Ramadhani sala hizi za usiku ya tarawih, anakuwa anajipa fursa ya kuupata usiku wa cheo, ambao tumesema usiku wa cheo ni bora kuliko miezi 1000. Kwa hiyo qiyamul layl na salati tarawih
faida yake na fadhila yake hususan katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kubwa maradufu kuliko miezi mingine. Tarawih ni fursa ambayo haipatikani isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu kisimamo cha tarawih kimesuniwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kimefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kisaliwe misikitini ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ujira wake wa unapokuwa unaswali tarawih umeunganishwa na ujira wa mwezi wa Ramadhani, kwa maana ya kupata thawabu maradufu kuliko ambavyo ungeswali qiyamul layl katika miezi mingine. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusisha kisimamo cha tarawih na kuswali jamaa msikitini tangu wakati wake, kwa sababu ya kuwafundisha Waislamu ibada za usiku ambazo zinatakiwa zifanywe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vile vile ni fursa ya Waislamu kukusanyika msikitini na kuswali nyuma ya imamu na kupata fursa ya kusikiliza Qur'an. Ndio maana misikiti mingi wanajitahidi kusoma Qur'an ndefu kidogo, ili kila aliyehudhuria katika msikiti aweze kufaidika na kile kisomo cha Qur'an ambayo inasomwa pale msikitini, kwa sababu ni kuhuisha masiku ambayo Qur'an imeteremshwa ndani yake. Na ndio maana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, man qama ma'a al-imam, atakayesimama kuswali salati tarawih ma'a al-imam, pamoja na imam, hatta yansarifa, mpaka imamu akamaliza kuswali salati tarawih, kataba Allahu lahu qiyamul layla, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwandikia ni kama vile amesimama usiku mzima. Kwa hiyo kuswali pamoja na imam jamaatan msikitini salati tarawih mpaka anapomaliza ina afdalia, kwa maana ya kwamba usiku wewe unaweza ukabakiza muda wako kufanya vitu vingine, kusoma Qur'an, kuleta adhkar, kufanya dua. Haikatazi kwenda kuendelea kuswali nyumbani, lakini kama utasimama pamoja na imam kwa mujibu wa hadithi ambaye ni sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaandikiwa umesimama usiku kucha. Kwa hii ni fadla na ni rukhsa na ni tashil ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonyesha inayopatikana ndani ya salat at-tarawih. Katika hadithi hii, katika kufanua hadithi hii, Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu anasema, sumna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ramadhan, tulifunga pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwezi wa Ramadhani. Falam yaqum bina an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay lam yusalli bihim qiyamul layl, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusimama kutuswalisha swala ya usiku. Hatta baqiya 7 min ash-shahr, mpaka ikabakia masiku 7 katika mwezi, ay 7 layali min Ramadhan, masiku 7 ndani ya mwezi wa Ramadhan. Faqama bina, akasimama kutuswalisha, ay fasalla bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwal tilka layali 7, akawaswalisha jamaatan mwanzo wa zile siku 7 ambaye ilikuwa ni Ramadhani ya 23, wa hiya lailatu thalithata wal 20 min Ramadhan, hatta dhahaba nahwu min thuluth al-layl, akatuswalisha mpaka ikafika karibu theluthi ya usiku, yani saa 8 au saa 9. Wa hiya lailatu thalitha wal 20 min Ramadhan, hatta dhahaba nahwu min thuluth al-layl, thumma kanat as-sadisa ay lailatu ar-rabi'ata wal 20 thumma lam yaqum. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya masiku 7 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani akiwaswalisha, alianza na 23, akawaswalisha 24, akaacha, akawaswalisha 25, 26 akaacha, akawaswalisha 27. Alimu alikuwa anachagua ile masiku ya witri, na wanachuoni wanasema hapa ni kama vile alikuwa akitafuta Lailatul Qadri pamoja na masahaba zake. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha Waislamu salati at-tarawih katika masiku haya 7 ya mwisho. Kwa hiyo salati tarawih ni sunna iliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema mpokezi wa hadithi, qulna ya Rasulullah law nafaltana qiyamu hadhihi al-layla au law akmalta lana salati ila akhir al-layl, kwa nini umeishia nusu? Usingekamilisha hii swala mpaka mwisho kabisa wa usiku, ili tu tumemaliza, tumejihakikishia kama tumepata fadhila hata za Lailatul Qadr. Kwa nini tumeishia katikati ya usiku? Tamaan fi kamili al-ajri wa thawab, ili upate ujira na thawabu iliyokamilika. Faqala nabii sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula, hakika mtu, idha salla ma'a al-imam, atakaposwali pamoja na imamu katika jamaa, hatta yansarif, mpaka imamu akamaliza, au yantahi min al-imam min salati, husiba lahu ay al-ma'mum ajru qiyamul layla,
yule maamumu atakuwa ameandikiwa ujira wa kusimama usiku kucha. Kwa hiyo hii hadithi sababu yake ni kisa hichi ambacho kimesimuliwa na huyu sahaba katika yale masiku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaswalisha. Sasa kwa nini nimeleta dalili na ushahidi huu? Kwa sababu sasa hivi kuna qila na qala nyingi sana ambazo zinazungumzwa, na bahati mbaya zinazungumzwa zingine na baadhi ya watu ambao wananasibishwa na ilmu, na zinaweza zikawachanganya Waislamu kwamba salati tarawih ni bid'a, haikufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu wanazungumza haya maneno. Watu wa madhhab nyingine wanapozungumza tunaelewa kwamba wale watu wana chuki zao na Ahlus Sunna wal Jamaa na wana sababu zao, lakini lilasaf hata maulama sasa hivi wa Ahlus Sunna wal Jamaa nao wameingia katika hiyo kauli kusema salatu tarawih bid'a, haikufanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tumeona sisi hadithi sahihi na kisa cha sahaba akizungumzia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalisha. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo yanawachanganya Waislamu, ya hasa katika mwezi kama huu. Unapokuja kuambia Waislamu kwamba salatu tarawih ni bid'a, unakusudia nini? Unataka nini? Yani waache kuswali, waone hicho ni jambo ni kitu cha uovu? Haya ni maneno ambayo kusema kweli yanatakiwa yajibiwe na yawekwe dhahir kwamba si sahihi. Hii bid'a ni kwa sababu wanachosema hicho ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakudumu kuiswalisha. Sasa kama hakudumu kuswali tarawih, kuna asbabu maulama wamezungumza. Ni kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuswalisha tarawih mwezi mzima. Alianza kuswalisha siku za mwanzo akaacha Waislamu waswali wenyewe peke yao, lakini akarudi katika 7 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani akawaswalisha kwa mujibu wa maelezo ya sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam jamaatan. Lakini maulama wanasema na hii inatokana na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa, akasema niliogopa itafaradhishwa kwenu. Kama ningeendelea kuiswalisha salati tarawih mwezi mzima jamaatan, huenda Mwenyezi Mungu angesema sasa hivi salatu tarawih ni fardh kwa Muislamu, ni lazima iswali kama ilivyokuwa salati aljumaa, na ingekuwa ni taklifu, ingekuwa ni swala la uzito. Kwa hiyo nikaona bora niache kila mtu aswali kivyake ili isiwe taklifu. Hii ndio sababu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kuswali salati tarawih, lakini hakuacha kwa sababu ni bid'a au ni jambo lisilokuwa sahihi. Kwa hiyo hayo ndio ni bid'a, na imerekodiwa hapa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khashitu an tufrida alaikum, niliogopa salatu tarawih isije ikawa ni farad kwenu, ndio maana nikaamua kuiacha ili nyinyi muisali. Lakini kuja kipindi cha Umar radhiallahu anhu, katika wakati wa khilafa yake, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, na watu wakawa kimakundi wanaswali kule watatu, pale wanaswali wawili, mwingine anaswali peke yake ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab akawakusanya watu wote kwa imamu mmoja, kwamba sasa hivi salati tarawih tunarudi kama ilivyokuwa tulisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tunaswali kwa imamu mmoja na jamaa moja. Na kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaogopa isije kafaradhishwa. Mtume kwa hiyo haiwezi kafaradhishwa, kwa hiyo ni bora tuiswali salati tarawih tukiwa tuko pamoja msikitini. Na akasema maneno ambayo watu wanayanukuu vibaya, akasema ni'matul bid'a hadhihi, kama kuna bid'a nzuri basi ni bid'a hii ya mimi kuwakusanya pamoja nyuma ya imamu mmoja tukaswali jamaa. Lakini alikuwa anikusudia Umar ibn Khattab, bid'a hapa ni bid'a ya kilugha, sio ya kisheria. Bid'a katika lugha maana yake ni jambo ambalo limebuniwa, limeratibiwa tofauti na lilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo kusema ni'matul bid'a haina maana kwamba ni uzushi katika dini ya Mwenyezi Mungu ambaye Umar kazusha, la hasha, bali anazungumzia kilugha kwamba ni kitu ambacho nimeona nikifanye hivi kwa ajili ya maslaha makubwa ya Uislamu. Na ni sunna kwa sababu kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huko mbeleni kutakuja kutokea khilafu nyingi sana, ikhtilafu, watu tofautiana sana. Zikifika wakati huo, fa alaikum bisunnati, basi shikamaneni na sunna zangu, wa sunnati al-khulafa ar-rashiduna min ba'di, na sunna za makhalifa waongofu ambao ni wanne, makhalifa waongofu baada yangu mimi. Kwa hiyo chochote ambacho kimeanzishwa na hawa makhalifa wanne ni sunna kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kama Umar kaanzisha kitu ambacho hakipo, Mtume hajakifanya, ni sunna kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo salati tarawih ndugu zangu ni sunnatun muakkada,
ni sunna iliyotiliwa umuhimu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao wanazungumzia kwamba ni bid'a haikufanywa, haya ni maneno ya kuwachanganya Waislamu na wala hayana usahihi wowote. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.